Hansi, kwa namna ambavyo unaitazama bodi ya ligi, una mashaka nao katika uendeshaji wao wa kusimamia kanuni na ligi kwa ujumla? Nadhani kuna vitu viwili vimetokea hivi karibuni ambavyo vinanipa wasiwasi kidogo. Ndio. Wiki kadhaa zilizotokea, afisa habari wa Yanga alifungiwa kwa taarifa ambazo tulikuwa nazo. Yeah. Na miongoni mwa mjadala ambao tulikuwa nao, posti yake iliyosababisha hicho kitu, msemaji wa upande wa pili Simba naye amewahi kuposti kitu kinachofanana na vile. Lakini adhabu ilitoka upande mmoja. Okay. Hapo pia kuna question mark. Watu wanavyosema hatuna imani na bodi, kuna vitu vingi ambavyo vinakuwa vimefanyaje, vimetokea, sio tukio moja. And then imani, waadilifu na wenye nia njema. Unajua hizi sio kauli ndogo, ni kauli nzito sana, ni shutuma hizi. Mimi najaribu kutolea mfano kwa vitu ambavyo mimi ningekuwa Mguto ama Kasongo, ningewaambia Yanga naomba mulete vielelezo katika hizi kauli zenu binafsi. Sasa hiyo unaongea kwa upande wako. Ndio. Kwa upande wangu mimi najaribu kutoa evidence ambazo nimejaribu kuziona kwa macho ya kawaida. Nimeanza na issue ya Alikama. Posti ambayo ilimletea shida, kwa mujibu wa taarifa tulizokuwa nazo kwamba amefungiwa, Ahmed Ally naye amewahi kuposti kitu kama kile. Okay. Lakini adhabu ilitoka upande mmoja. Hapo kuna swali la kuuliza. You see? And then tunatoka huko. Kabla ya kuendelea hapo. Wote waliitwa, wakahojiwa na wakatoa maelezo. Wanasema unapoitwa kwenye interview ya jambo lolote, maelezo yako yanaweza kukufanikisha ufaulu ama ufeli. Sasa Alikamwe katika hicho ambacho kinabainishwa, ndio maana ikatoka taarifa kwamba yeye amefungiwa. Inawezekana ishatoka taarifa kwamba kafungiwa. Taarifa haijatoka, zilikuwa zile nyepesi zile. Maelezo yake inawezekana hayakuaridhisha wahusika. Au pia it's possible. Kwa hiyo adhabu inatoka kutokana na maelezo. It's possible mimi ninachokiona na kanuni pia ndani yake. Mimi ninachokiona ni mlinganisho wa posti mbili ambazo zote zilikuwa zinafanana. Ndicho ninachokiona. Huko kwenye utetezi sikuwepo kwenye shauri. Ila mimi naona kosa ambalo lilikuwa ni chanzo cha mtu mmoja kufungiwa na upande wa pili lilikuwepo. You see, kwa inawezekana kwenye maamuzi yaliyotoka upande wa pili au kukubaliana nayo, kwa sababu ulihisi kuna watu wawili ambao wamefanya kosa moja, kama ni adhabu ilitakiwa kutoka kwa pande zote mbili. You see, hapo kuna question mark. And then tunarudi kwenye sakata la pili. Mimi nataka nisikie kwa upande wa bodi ya ligi, hata rais mwenyewe, ni kanuni gani ambayo ilitumika kuahirisha game ya juzi. Mimi naona kilichotumika ni busara. Ni kanuni kwamba waliamua hii game iahirishwe, right? Game iahirishwe kwa sababu wao kwenye barua yao waliainisha kwamba tunaendelea na uchunguzi. Kwa sababu bodi ina ncha mbili. Baada ya uchunguzi inaweza ikatoa alama pasipo hata mechi kucheza. Sasa kwa nini hawa Yanga wamewahi kuandika kitu kama hiki? Kwa sababu wanajua bodi ina ncha mbili. Ukitazama vitu vitatu ambavyo Yanga walividimandi, ni wao kupewa alama. Kitu cha kwanza ambacho walikidimandi kwenye barua yao ni wao kupewa alama, kwa sababu Yanga wanaamini bodi ya ligi ina hiyo power ya kutoa alama hata pasipo mechi kufanyaje, kuchezwa. Kwa hiyo issue ni nini? Sorry Hans. Mimi subiri advance, malize utaendelea. Maki ukiintercept hapo unakuwa kama unanipoteza kidogo. The issue ni nini? Nilichokiona mimi kilichofanyika, bodi walitumia busara kuahirisha game. Kwamba kwa sababu sisi tuna power mbili, tutafanya uchunguzi. Tukibaini mwenye kosa, tutatoa adhabu. Kama mwenye kosa ni Simba, tutawapa alama Yanga kwa sababu tuna hiyo power. Lakini tukibaini hii mechi inatakiwa kupigwa tena, tutapanga tarehe. Kwa kilichotumika ni busara. And then mimi nitapingana na dunia nzima. Mtu anayeniambia kwamba uvunjifu uliotokea ni kutokana na kanuni ya 17 kifungu cha 45. Kila kanuni ina mwongozo wake. Kwa nini watu hawataki kuzama deep kutazama mwongozo wa hiyo kanuni unazungumza vipi? Na wakati hiyo miongozo, wakati inatengenezwa, hata hivi vilabu vilikuwepo. Wawakilishi wa hivi vilabu walikuwepo. Simba wanajua hiyo kanuni ina mwongozo. Mwongozo unawadimandi wao kutoa taarifa ni muda gani wanatakiwa kutrain ili uwanja uandaliwe, wahusika wawepo.
barua ya TFF ukienda kuisoma vizuri iliyotoka wakati mechi inaahirishwa inaainisha kwamba Simba wakutoa taarifa. Ni kwa mujibu wa nini? Kitu ambacho sio kweli. Simba walitoa taarifa wapi? Kamanda, kwenye pre-match meeting. Wapi? Labda wewe tu ndio ujue. Ina maana subiri. Hapa mimi ndo nataka nikueleze. Ina maana okay, umezungumza kitu kizuri. Kama hiyo taarifa ilitoka kwenye pre-match meeting. Subiri Kamanda. For the record, calm down. For the record. Viongozi wa Simba walizungumza na kamishna wa ule mchezo 3 days before. Okay, sawa. 3 days before na wanakuambia kwamba mimi kuna vitu viwili kwa sawa tu kwenye hii issue ya taarifa. Na wanaainisha kwamba sawa, kiongozi ambaye labda sitomtaja jina anakuambia kabisa 3 days before walimuuliza kamishna kwamba tunahitajika kufanya nini ili tufanye mazoezi. Akawaambia muhitajiki kufanya jambo lolote, hata kuandika barua, kwa sababu kanuni inaelekeza na inaeleweka. Sawa. Kwa faida ya wasikilizaji, alichokisema kamanda na vitu viwili. Kamishna alipewa taarifa 3 days before kwa mujibu wa kamanda. Kwa nini Simba wanakwenda mazoezini pale saa 12? Kwa nini kamishna kuwepo? Kama alikuwa anajua kanuni haimuhitaji kuwepo. Kivipi? Haitajiki kuwepo. Kivipi? Yaani uwepo wake pale subiri. Iko hivi. Naomba niulize swali. Ningemaliza maswali mawili kwa kamanda. Sasa hebu tuendelee. Kamanda na kingine anasema kabla hujaendelea kwanza. Tunasikilizwa na watu wengi. Naomba tupeane nafasi na tujibu kulingana na vile ambavyo ilikuwa ni zamu yangu kuongea. Sawa, endelea. Kwa zamu yangu kuongea. Kamanda shaongea. Endelea. Simba wakati wanakwenda kutrain. Ilibidi Boy Manda awepo karibu kwa ajili ya waandishi wa habari dakika 15. Hakuwepo. General coordinator hakuwepo. Commissioner hakuwepo. Right. Manager wa uwanja hakufungua uwanja. Kama Simba walitoa taarifa za kutaka kutumia uwanja, hao watu wote wangekuwa wanajua. Je, kama Simba wametoa taarifa kwa mujibu wa kamanda, kwa nini barua ya bodi ya ligi inapingana na unachokisema? Kwa mfano Hansi, mimi nataka nikuuliza kitu kimoja. Hivi wale waliozuia uwanja usitumike kufanya mazoezi pale walikuwa wana taarifa gani kuhusu kinachoendelea mpaka wao wakawepo, alafu manager sijui commissioner sijui Boy Manda wao hawakuwepo? The issue ni nini? Yani ilikuwa wale mabouncer kwa sababu unajua mkai, hebu tutumie logic ya kawaida tu. Sawa? Akili ya kawaida tu ya kuzaliwa guys. Wewe Evans unakwenda kulinda sehemu sio kwa bahati mbaya. Ni kwa sababu unajua kwamba hapa kuna kitu kitatokea, sio? Sasa kama hapakuwa na taarifa yoyote ama bouncer alioteshwa usiku kwamba guys leo mimi wanaweza kufanya mazoezi na katika hili yani kwenye vitu ngoja mimi unajua mimi napenda kuzungumza ama uone hilo jambo linafikiria. Nataka nimjibu kamanda hoja kwa hoja. Nataka nimjibu hoja kwa hoja. Naam. Timu mwenyeji alikuwa ni nani? Yanga. Ni Yanga, right? Unavyosema kwamba mabouncer waliingia vipi? Kwenye vitu ambavyo mimi nilivimention siku ya Jumatatu nilitaja makosa ya pande zote mbili. Nikataja kosa la Yanga ni kuweka mabouncer pale. Nilitaja kabisa ni kosa ambalo walilifanya. Walikuwa mabouncer 7. Yanga wamewakataa lakini mabouncer 7. Sasa Yanga wakiwakataa watapata shida kwa sababu kuna ushahidi wa mazingira au mabouncer washaonekana kwenye matukio tofauti ya Yanga. Kwa hiyo unaweza kuwakataa kwamba sijawaajiri sio watu wangu, lakini kuna kitu kinaitwa ushahidi wa mazingira. Hao watu washaonekana kwenye matukio kadhaa ya Yanga. Kwa hiyo wanafahamika ni mabouncer wa Yanga. That's why nilimention kwamba kosa la Yanga ni kuweka mabouncer pale. Lakini kosa la Simba liko wapi? Watu walikuwa wanajaribu kuficha kosa la Simba kwenye kanuni ya 17 kifungu cha 45, lakini wanasahau ile kanuni na muongozo. Kwa nini watu hawataki kuzungumzia muongozo uliowataka Simba kucommunicate? Sasa mimi niseme kitu kimoja. Hayo ulikuwa na swali nataka kuuliza, lakini naomba tujikite kwenye hii kauli ya Rais Karia. Yuko sawa kuzungumza alivyozungumza ama hayuko sawa? Evans, tuanze hapa pamoja na maelezo ambayo unataka kuyaeleza. Karibu. Kwa upande wangu naamini Rais Karia alichokizungumza ni vitu ambavyo watu wengi hatupendi kusikia. Ndio. Kwa sababu kilichotokea, namna ambavyo mazingira yalikuwa, hata ingekuwa ni wewe unaambiwa bodi ijiuzulu kwa sababu zipi? Kwa kuahirisha mechi.
kanuni ilikuwa inawaruhusu pia kuahirisha mchezo. Kanuni Kama gani? kutakuwa hakuna kwenye matukio, atuambie kanuni gani? Kanuni gani? sawa, nitakwambia. Kanuni Kama gani? kutakuwa kuna tukio lolote la dharura, una mamlaka ya kuahirisha mchezo. Na ndio kilichofanyika. Yeah. Kama kutakuwa kuna hali yoyote ya dharura, unaruhusiwa kuahirisha mchezo. Kwenye hayo matukio ni kama machafuko, nazungumza yale matukio makubwa, Na ndio maana ukisoma taarifa ya bodi ya ligi, kilichotokea ni kosa la kikanuni. Sawa. Kosa la kikanuni linaadhibiwa kikanuni. Ansi, Yale sio machafuko. sawa, Tukio la sawa, dharura. sawa. Mimi nimemuelewa. Mwache interject. Ni vizuri. Ndio mjadala unanoga. Ni sahihi kumchallenge Evans. Yes. Kosa la kidharura, si ndio? Yes. Machafuko, Yes. mtu amefariki kwa mfano juzi. Kwa macho ya bodi ya ligi Hans, kile kilichotokea pale, ugomvi wa mabouncer kuwazuia Simba was enough kusababisha vurugu hata kwenye mchezo ule, Na taarifa kwa walichoona wao bodi ya ligi na uzuri kwa nafasi yao wanaruhusiwa kufanya maamuzi kwa wanavyoona wao. Sawa, naomba Evans endelea. Na uzuri kwenye hicho anachokizungumza Ansi, ukiisoma ile barua vizuri, inasema kuna taarifa wamezipokea kutoka kwa mtu wa usalama, zinahitaji uchunguzi. Mtu wa usalama. Yes. Kasome ile taarifa. Kulikuwa na gari la polisi pale lilikuwa. Kasome ile taarifa. Yeah. Yaani mpaka wanafikia haya maamuzi ni kwa sababu kuna vitu vilikuwa vinaweka huo viashiria kwamba hii haiwezi tena kuwa Uvunjifu wa amani. Yes. Yes. Na mpira, unajua kabisa mpira ni burudani, mpira ni maisha. Hatuwezi kuhatarisha maisha ya watu kwa sababu ya kikundi cha watu wachache. Yeah. Lazima tuweke mazingira yawe sawa na vitu vingine viendelee. Kwa hiyo mimi ukiniambia kwamba bodi ijiuzulu kwa sababu kuna watu vimefanyika vitu ambavyo hawavihitaji, watu wana demand point 3 kwenye mchezo ambao haujachezwa, tunakupaje point 3? Umeenda uwanjani, ale kukagua ni nani? Referee walikuwa uwanjani? Hakuna. Tunakupaje point 3? Kanuni inataka nini? Kwa kuna vitu vingine vinatokea ni kwa sababu tu ya hiyo power ambayo Simba na Yanga wako nayo. Sorry Evans, mimi nataka nikusomee ile barua ya bodi ya ligi. Kuna sehemu hapa inakwambiaje, Mkai, baada ya kupokea barua hiyo, bodi iliwaagiza maofisa wake wa mchezo ambao walishuhudia tukio hilo. Walitumiwa clip kwenye WhatsApp au? Rudia. Ukisoma ile barua imeandikaje kwenye paragraph ya 3? Ndio. Baada ya kupokea barua hiyo, bodi ya ligi iliwaagiza maofisa wake wa mchezo ambao walishuhudia tukio hilo, ile ambao walishuhudia tukio hilo kwenye brackets. Kwa hiyo walishuhudia mimi ninachokijua ni kitu kimoja, na anaendelea kutuma taarifa ya tukio hilo, ya tukio haraka, ili hatua zinazostahili ziweze kuchukuliwa, ikiwemo kuitishwa kwa kikao cha dharura cha kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi. Umemaliza? Mimi ninachokijua ni kitu kimoja. Ndio. Kosa la kikanuni linaadhibiwa kikanuni. Chanzo cha aliyotokea ni timu mgeni kutotoa taarifa. Kama timu mgeni angetoa taarifa kwamba anakwenda kutrain muda gani, and then Yanga wakatuma mabouncer wakaenda kuintercept training ya Simba, Yanga inawezekana kabisa wangepigwa adhabu kubwa sana au wangekatwa hata alama. Lakini kwa sababu timu mgeni hakutoa taarifa, yeye ndo chanzo cha tatizo. Sawa, Hansi. Kwa aliyofanyaje? Kwa mfano hajatoa taarifa afu ukamwachia akaingia, alafu ukaripoti kwamba hawa wameingia lakini hawakutoa taarifa. Ndio ungewapa bodi ya ligi wafanye maamuzi juu ya hawa ambao wamekuja bila taarifa. Ndio na mimi nimekuja hapo kwamba iko hivi. Kosa la Yanga ni kuweka mabounce. Nimetaja makosa mawili guys. Kwa mfano umeona nimetaja makosa haya. Kwa mfano mimi naomba nikuulize swali. Hakuna kanuni yoyote ambayo itaniaminisha kwamba Simba walitakiwa kuacha timu nje kutopeleka timu uwanjani. Nije kwako sasa. Hii kauli ya Karia ni kauli ambayo ina uhalisia kwamba hawa viongozi wa club nao wana changamoto kubwa, na ndio maana imepelekea yeye kuzungumza kauli ile pale. Binafsi nimeisikiliza vizuri kauli ya rais. Yes. Mimi sijui kinachoendelea ndani ya timu, kwa sababu yeye inawezekana anajua, anapata labda mashtaka na nini, anajua vizuri. Ila mimi ninachoweza kusema, kosa halihalalishwi kwa kosa. Haijalishi Simba wana migogoro ndani, bodi ya ligi iamue vitu kwa kujisikia pasipo kufuata kanuni na sheria.
Haijalishi Yanga wana migogoro ndani, bodi ya ligi iamue vitu kwa sababu na nyie mna migogoro. Kama Simba na Yanga wana migogoro ya ndani kwa ndani, nyie bodi ya ligi mnatakiwa kufanya kazi yenu, kuamua vitu kikanuni na kisheria. Msiangalie hao wana migogoro kwamba wote tunasukumiana mzigo kwamba sisi tunafanya makosa kwa sababu na nyie mnafanya makosa. Yani, hakuna kiongozi anaweza kufanya hivyo. Kiongozi anayetoka akazungumza hivyo kwamba tumefanya maamuzi kwa sababu na nyie mnafanya makosa, na yeye ni dhaifu. Labda mimi naweza nikawa nimemuelewa Hans tofauti na alichokimaanisha Karia ni tofauti. Yeah. Karia amechukulia mfano wa bodi ya ligi kwamba kile kilichotokea mnaamini watu wanatakiwa kujiuzuru. Yakitokea kwenu nyie sasa yanatokea sana tu. Watu wenu mshawahi kuambia wajiuzuru? Je, wako sawa? Wako sawa, wamekamilika? Naamini ndo kitu ambacho Karia anakimaanisha. Yani kwenye Sasa, bodi ya ligi ambacho mnanyoshea kidole, yakitokea kwenu kuna mtu ashawahi kusema mjiuzuru? Sasa Alafu kuna kitu mimi na kifikiria. Tumsikilize Hans kabla hajasahau alichotaka kusema. No, mimi naelewa mnachozungumza. Lakini mimi sihalalishi kosa kwa kosa. Hajahalalisha kosa wa historia. Yani haiwezekani yeye akifanya kosa basi asubiri makosa watu wengine. Hajahalalisha kosa. Yani hajahalalisha kosa. Bodi ya ligi waliahirisha mechi kwa vigezo vipi, kwa kanuni zipi? Hakukuwa na machafuko. Wanayo nguvu. Wa viashiria, yani hakukuwa na machafuko ila kuna viashiria vya kuelekea huko. Alafu twende mbali zaidi. Kwenye ile barua ya bodi ya ligi wameandika pale kwamba hili jambo lipo kwenye uchunguzi. Yes. Naamini bodi ya ligi, kamati ikikaa, imeshafanyia uchunguzi hili jambo. Hawawezi tu kupanga tarehe ya mechi bila kutoa maelezo kwamba kutokana na 1 2 3 A B C D F sijui A B Nataka nikwambie kwa nini unajua, ngoja nikwambie kitu Hans. Simba na Yanga kwa jinsi hizi club zilivyo, ndio maana hata wiki iliyopita nilifanya mahojiano na Karia. Karia nimezungumza naye mengi sana. Simba na Yanga kuna wakati wanataka wao wajione ni wakubwa juu ya sheria. Simba na Yanga wanataka wao kuamua lolote chochote mbele ya viongozi wa mpira. Ndio maana kuna wakati mimi haya matamko yakiwa yanatoka huwa nayafurahia sana. Iwe tamko limefuata sheria, limefuata kanuni, lakini ni matamko ambayo yana uhalisia. Na hapa hatuangalii kwamba heti viongozi wa Yanga ndio wenye shida au viongozi wa Simba ni wazuri kweli kweli. Mimi binafsi viongozi wa hizi club zote Simba na Yanga wana matatizo makubwa sana. Yani wanataka kuiendesha bodi ya ligi wao watakavyo. Sasa ikifika hatua hatuwezi kufika. Singida naye ataamka, Ken Gold naye ataamka, hatuwezi kufika. Ndio maana haya matamko mimi nayafurahia sana.